kwa tathmini ambayo imefanywa na serikali. Sambamba na matokeo ya tathmini ya utekelezaji wa mipango ya serikali nilieleza hapo juu, tathmini ya kitafiti inaonyesha pia kwamba wananchi walio wengi katika nchi yetu wanaridhishwa na utendaji wa serikali katika kutekeleza programu miradi ya maendeleo. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer mwezi Juni mpaka Julai mwaka 2024 unaonyesha kuwa 71% ya wananchi wote waliohojiwa walisema wanaridhishwa sana na utendaji wa serikali, na 70% walisema nchi ipo katika mwelekeo sahihi. Waheshimiwa wabunge, wastani wa nchi za Afrika, wastani wa idadi ya wananchi wanaoridhishwa na utendaji wa serikali zao, Afrika ni 40%. Kwa Tanzania ni 71%. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tathmini hizi ambazo tunazieleza hapa sio tu kwa mtazamo wa serikali, lakini pia pale ambapo wananchi wanahojiwa, walio wengi wanaona kwamba tunafanya kazi nzuri na tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, kwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuchukua nafasi ninapohitimisha kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa uamuzi wao sahihi wa kuwachagua hapo tarehe 10 mwezi wa 10 Januari 2025 kuwachagua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteuliwa kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu na uhakika kwamba hii ni timu sahihi ya kuiongoza Tanzania kufikia maendeleo makubwa zaidi katika miaka 5 ijayo. Nina imani na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwamba watafanya uamuzi sahihi wa kuwachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hakika